ACT Wazalendo, ACT Wazalendo. Ndugu wajumbe wa kamati kuu ya chama cha ACT Wazalendo na ndugu wa Tanzania wenzangu, kwa takribani mwezi mzima sasa nimekuwa nikitafakari, kushauriana na viongozi wenzangu pamoja na kujisaili juu ya mambo kadhaa yanayoendelea hapa nchini, ya kiuongozi, ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Nimekuwa nikipitia njia na mienendo yetu kama taifa kwa miaka karibu 10 iliyopita, nikiyatazama mapungufu na mafanikio yetu, changamoto na fursa zetu, mafunzo na majuto yetu. Nimefanya yote hayo kwa lengo la kutumia uzoefu na mapito yetu hayo kushauriana na viongozi na wananchi wenzangu juu ya njia sahihi na bora zaidi za kuondoa mikwamo tulionayo sasa katika taifa letu. Hii ndio sababu iliyonifanya nitumie nafasi hii ya ufunguzi wa mkutano wa kamati kuu ya chama chetu kuzungumza nanyi wajumbe wa kamati kuu, lakini pili kuzungumza na Watanzania kwa ujumla. Na leo tuna mambo matatu tu ya kuzungumza. Jambo la kwanza linahusu ugonjwa wa virusi vya korona. Dunia inaendelea kuathiriwa na janga la ugonjwa wa virusi vya korona uviko 19. Janga hili limeleta madhara makubwa sana dunia nzima kwa kuharibu uchumi wa nchi mbalimbali duniani, na mpaka sasa tunavyozungumza dunia nzima jumla ya watu milioni 4.2 wamepoteza maisha kutokana na ugonjwa wa korona. Madhara ya korona kwa wananchi wetu hapa Tanzania ni makubwa pia. Pamoja na taarifa za hospitali zetu kuzidiwa, vitanda kujaa, kukosekana kwa mitungi ya hewa ya oksijeni na kadhalika, watu wanaendelea kupoteza maisha, ni wengi. Taarifa za wakala wa usajili na udhamini RITA ya mwaka 2020 inaonyesha kuwa maombi ya kusajili vifo kupitia mfumo wa huduma yameongezeka kufikia vifo 112,487 mwaka 2020 ukilinganisha na vifo takribani 35 tu mwaka 2000. Hili ni ongezeko la zaidi ya 200% kwa mwaka. Mtakumbuka kuwa mwaka 2020 ndio mwaka ambao ugonjwa wa korona uliingia nchini, na serikali ya wakati huo ilizuia kabisa kutolewa kwa takwimu za wagonjwa wa korona. Hivi sasa hali ni mbaya zaidi. Korona inaua watu wengi kuliko wakati mwingine wowote ule. Takwimu rasmi za serikali zinaonyesha kuwa kulikuwa kuna wastani wa vifo 132 kwa wiki vinavyosababishwa na korona mwezi Aprili mwaka 2021. Ilipofika mwezi Julai mwaka 2021, mwezi uliopita, kumekuwa na wastani wa vifo 507 kwa wiki. Hili ni ongezeko la vifo vinavyosababishwa na korona la takribani 300 ndani ya miezi mitatu.
kasi ya ukuaji wa pato la taifa la Tanzania imeporomoka kutoka 7% mwaka 2019 mpaka 2% mwaka 2020. Kwa upande wa Zanzibar hali ni mbaya zaidi, kwani kasi ya ukuaji wa pato la taifa Zanzibar iliporomoka kutoka 8% mwaka 2019 mpaka 1.3 tu mwaka 2020. Korona pia imeathiri biashara na ajira. 35% ya makampuni yamefungwa kati ya Januari 2020 na Januari 2021. 17% ya wafanyakazi katika sekta ya utalii wamepoteza kazi zao kutokana na biashara ya utalii kuanguka. Hata hivyo, serikali haijachukua hatua za maana kuwalinda watu na sekta zilizoathirika. Ninaisihi serikali kuwasilisha bungeni mpango maalumu wa kunusuru sekta ambazo zimeumizwa na ugonjwa wa korona, hasa sekta ya utalii. Na vile vile ninaisihi serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuwasilisha kwenye Baraza la Wawakilishi mpango maalumu wa namna gani ya kuhami uchumi wa Zanzibar ambao umeathiriwa zaidi na korona kuliko hata uchumi wa kule Tanganyika. Hata hivyo, ninafarijika kwamba baada ya rais mpya kuingia madarakani kumekuwa na mwelekeo mpya wa kisera wa namna ya kukabiliana na janga hili la korona uviko 19 hapa nchini. Takwimu zimeanza kutoka, japo sio kwa ukamilifu, na baadhi ya hatua za kujikinga zimeanza kuchukuliwa. Ingawa bado hatua hizo haziridhishi, lakini si haba. Napenda kuipongeza serikali kwa maamuzi hayo muhimu sana. Napongeza maamuzi sahihi ya serikali ya kuruhusu chanjo ziingizwe nchini ili kuwapa kinga wa Tanzania na kuulinda mfumo wetu wa afya dhidi ya wagonjwa wengi ambao bila kinga hawataweza kuhimili. Hata hivyo, bado kuna kazi kubwa zaidi ya kufanya kwenye uhamasishaji wa watu kujitokeza kupata chanjo. Nitoe rai kwa kila mmoja wenu, nikianza na wanachama wa chama cha ACT Wazalendo, kufuata taratibu na kupata chanjo mapema iwezekanavyo. Napenda kuhakikishia kuwa mimi kama kiongozi wenu nimejiridhisha chanjo zilizoruhusiwa kuingia nchini ni salama, na pia mimi binafsi tayari nimekwisha chanja na niko salama salimini kama mnavyoniona. Nipende kuwaasa kuwa kuchanjwa ni swala la hiari, lakini tunapoangalia usalama wa wapendwa wetu, jamii yetu na Watanzania wenzetu, basi hatuna budi kuhakikisha tunafanya maamuzi yaliyo sahihi. Lakini niweke bayana pia kuwa ni lazima kuwepo na mkakati maalum wa uhamasishaji dhidi ya korona ambao utaongozwa na watu wanaoaminika kwenye jamii, na sio watu wale wale ambao walituambia Tanzania imeishinda korona, ama watu wale wale ambao walituaminisha kunywa malimao na tangawizi ni kutibu korona. Hatuwezi kuwa na utekelezaji bora wa sera mpya za kupambana na korona iwapo tutaendelea kuwa na sura zile zile zilizotuaminisha kutumia njia zisizoshauriwa kisayansi. Ni maoni yangu kuwa waziri wa sasa wa afya na naibu wake na waziri wa sasa wa katiba na sheria ambaye alikuwa waziri wa mambo ya nje ya nchi yetu, aliyebeba ndege ya serikali kwenda Madagascar kutuletea kinachoitwa dawa ya kutibu korona, wanapaswa kuwajibika au kuwajibishwa kwa kuwadanganya wananchi na kuleta maafa makubwa hapa nchini. Vile vile niendelee kusisitiza umuhimu wa wananchi kuendelea kuchukua tahadhari zote, ikiwemo kuepuka mikusanyiko,
kuvaa barakoa, na furaha kwamba kamati kuu nzima leo watu tumevaa barakoa, na kunawa kwa maji tiririka na sabuni kila wakati, pamoja na kutumia vitakasa mikono ili kujikinga na maambukizi na pia kuzuia kusambaa kwa maambukizi. Kwa upande wa serikali zote mbili, serikali ya Muungano na serikali ya Zanzibar, hatua madhubuti zichukuliwe kuongeza elimu kwa wananchi, kwani kwa mwaka mzima walikuwa wanaambiwa hakuna korona. Hivyo kuwaambia leo kuwa sasa ipo sio jambo rahisi kueleweka. Jitihada zifanyike kwenye kutoa elimu sahihi kwa umma. Jambo la pili ambalo nataka kuzungumza nanyi linahusu umoja wa kitaifa na uchumi. Ndugu wajumbe wa kamati kuu na Watanzania wanaonisikiliza, miezi minne iliyopita tulipata rais mpya, Rais Samia Suluhu Hassan. Mara baada ya kuapisha kwake, kwa muktadha wa mambo mabaya tuliyopita ndani ya miaka 5.5 iliyopita ya kutekana, kupigana risasi hadharani, kufilisiana mali, kupotezana, kuuana, kubambikiana makosa kwa sababu za kisiasa, kubambikia kodi wafanyabiashara, kuchoma nyavu za wavuvi, kupora mazao ya wakulima na kadhalika, ambayo kilele chake kilikuwa ni kuvurugwa kwa uchaguzi mkuu mwaka 2020, wengi wetu tuliona ipo haja ya kurejesha mazungumzo ya kitaifa pamoja na mchakato wa katiba mpya ili tuutumie kujadiliana kama taifa juu ya athari za miaka 5.5 iliyopita na kutafuta muafaka wa kitaifa juu ya namna njema ya kuendelea kutoka hapa tulipo, lengo hasa kurejesha umoja wa kitaifa ambao ulimamonyoka. Serikali mpya imefanya mambo kadhaa tangu ingie madarakani ambayo ni kinyume na yale mabaya yaliyomomonyoa umoja wa kitaifa miaka 5.5 iliyopita, ikiwemo kuondoa ukusanyaji wa kodi kwa kutumia mabavu na vikosi kazi, kuzifuta kesi kadhaa walizobambikiwa watu, pamoja na kuwaachia huru wahusika na kadhalika. Hatua hizi si haba, lakini kwa uharibifu uliofanyika si hatua za kutosha. Kwetu tuliopo kwenye siasa, jambo kubwa ambalo serikali mpya ya Jamhuri ya Muungano haijalifanya vizuri ni uhuru wa kisiasa. Bado sheria ya vyama vya siasa ni ile ile ya mwaka 2019. Bado sheria za uchaguzi ni zile zile zilizotumika kuharibu uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, na Tume ya Taifa ya Uchaguzi ni ile ile inayoendelea kuharibu uchaguzi kwa kutumia wakurugenzi watendaji wa halmashauri MADED, wale ambao wengi ni makada wa Chama cha Mapinduzi. Vile vile Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar ni ile ile iliyoharibu uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Tunao mifano ya chaguzi ndogo za majimbo ya Muhambwe na Buhigwe mkoani Kigoma, na hapa hivi karibuni jimbo la Konde mkoa wa Kaskazini Pemba, ambayo inathibitisha mwenendo wa uendeshaji wa siasa za kiuchaguzi bado ni ule ule. Rais Samia Suluhu Hassan aliahidi kukutana na viongozi wa vyama vya siasa, na vile vile kuhusu mchakato wa katiba aliomba apewe muda ili asimamishe uchumi. Wakati tukisubiri ahadi hiyo ya wadau wa siasa kukutana na rais na viongozi wa serikali, bado uongozi wa chama chetu unaona ipo haja ya uwepo wa mchakato wa katiba mpya, maana ni mchakato huo ndio utakaotusaidia kwa kina katika kazi hiyo ya kujenga uchumi. Tunatambua kwamba serikali ya awamu ya 6 imerithi uchumi ulio kwenye hali tete sana. Taarifa ya Benki ya Dunia, Tanzania Economic Update namba 16 ya mwezi Julai mwaka 2021, kama ilivyoeleza hapo juu, imeonyesha kasi ya ukuaji wa uchumi wa Tanzania ilikuwa ni 2% tu mwaka 2020 kutoka 7% mwaka uliotangulia. Hii ni kasi ndogo zaidi ya ukuaji wa uchumi kupata kutokea tangu mwaka 1994, karibia kipindi cha miaka 30 iliyopita. Mwaka 1994 ndio kasi ya ukuaji wa uchumi ilikuwa 1.57,
na haijawahi kutokea mpaka sasa ambapo imeshuka mpaka 2%. Ni dhahiri kuwa ipo kazi kubwa sana mbele yetu katika kurejesha uchumi wetu katika hali nzuri, lakini ni kazi ambayo haitafanyika vema kama hatutatibu kwanza majeraha ya kisiasa ya miaka 5.5 iliyopita. Sisi viongozi wa ACT Wazalendo hatuoni kama kunaweza kuwepo kwa mafanikio katika juhudi za ufufuaji wa uchumi bila kwanza kujenga umoja wa kitaifa uliomamonyolewa kwa ubaguzi wa kisiasa uliofanyika katika miaka 5.5 iliyopita. Ndio maana mazungumzo ya wadau wa siasa ni jambo muhimu mno, maana ndiyo yatakayoweka msingi wa kuwa na hatua za kuondoa mpasuko wa kitaifa na kuleta umoja, nyenzo muhimu sana katika kujenga uchumi wa kitaifa. Ni rai yangu na viongozi wenzangu kwamba tuwe na majadiliano ya kitaifa, inter-parties dialogue, ili kwanza kuganga yaliyopita na kukubaliana namna ya kwenda mbele katika kujenga upya demokrasia yetu. Ninamsihi Rais Samia kuweka mazungumzo haya kama kipaumbele kikubwa cha kuponya taifa na kuleta nchi yetu pamoja. Ndugu wajumbe wa kamati kuu, mnafahamu kwamba sasa hivi kuna mjadala mkubwa kuhusiana na mashtaka ya mwenyekiti wa chama chenzetu cha upinzani hapa nchini ndugu Freeman Mbowe na viongozi wengine mbalimbali ambao wamekamatwa toka huko zamani na wengine wanaendelea kukamatwa. Sisi viongozi, wanachama na wafuasi wa vyama vya upinzani tuliishi kwa mateso sana ndani ya miaka 5.5 iliyopita, tukifilisiwa mali na kufungiwa akaunti zetu. Swala la ndugu Freeman Mbowe ni kielelezo katika hili. Tukipigwa risasi zaidi ya 30 na mpaka leo hakuna hata uchunguzi dhidi ya vitendo vya kinyang'au. Swala la ndugu Tundu Lissu ni kielelezo katika hili. Tukibambikiwa kesi na kuhukumiwa mahakamani, mimi na mamia ya viongozi wenzangu ni kielelezo katika hili. Kilele cha haya yote ilikuwa ni matukio mabaya na yenye kutia uchungu ya Oktoba 28 mpaka 30 mwaka 2020 hapa Zanzibar. Wananchi wenzetu 20 waliuawa Unguja na Pemba na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Mamia ya wafuasi wetu wakitekwa na kuwekwa kwenye kambi za majeshi na vikosi. Mamia wanachama kamati kuu, tunao watu kama ndugu Ismail Jusalado na ndugu Nasor Ahmed Mazrui wa mambo haya ya kidhalimu. Unaweza kusema bila kupepesa maneno kuwa wapinzani walitendewa ugaidi mkubwa mno na vyombo vya dola, ugaidi wa kidola. Sasa vyombo vile vya dola vilivyotufanyia ugaidi huo mkubwa wa kututeka, kutuua, kutubambikia kesi, kutufilisi na kutupa ulemavu wa kudumu, ndivyo vinavyofungulia kesi ndugu Mbowe ya mashtaka ya ugaidi kwenye mahakama zile ambazo zimetumika kwa miaka 5.5 iliyopita kutufungulia mashtaka ya aina hiyo yasiyo na dhamana kwa nia ya kutubugudhi na kutupotezea muda. Jambo hili la mashtaka dhidi ya ndugu Freeman Mbowe linaondoa uwezekano na murua wa kuwa na majadiliano mema ya kisiasa hapa nchini. Ni jambo linalokumbusha machungu makubwa sana. Ni jambo linaloipasua zaidi nchi. Ni jambo linalochochea zaidi chuki. Ni jambo ambalo tukiliacha na tusilipinge, basi litaondoa kabisa fursa iliyoko mbele yetu ya kuanza upya. Litazidisha chuki kubwa ya kisiasa iliyoko na itavunja imani, matumaini na matarajio kiasi ambayo yaliwekwa kwa serikali hii mpya. Niikumbushe serikali kuwa mashtaka yasiyo na dhamana si mbinu mpya ya kudhibiti washindani wa kisiasa. Ni mbinu ambayo imetumika ndani ya miaka 6 iliyopita na serikali za CCM kwa kuwaziba midomo wale wote ambao wakubaliana nao kisiasa, na ni mbinu ambayo iliishia tu kutesa watu, kuziumiza familia zao, kuligawa taifa na kuchochea chuki dhidi ya ndugu Mbowe. Dhamira yao ni hiyo, kuligawa taifa, kuchochea chuki, pamoja na kuondoa kabisa uwezekano wa kuwepo kwa mjadala na maridhiano ya kitaifa. Leo wa kupambania Tanzania yenye usawa wa kisiasa na kuheshimu utofauti wetu wa mawazo wanalichelewesha tu taifa kupata umoja
maendeleo ya kiuchumi, wanataka turudi kule kule ambapo hatupaswi kurudi. Wito wangu na viongozi wenzangu kati na kumaliza jambo hili la kasa kwa njia za kisiasa. Tunao uzoefu wa namna baadhi ya watendaji wanaotumiwa kisiasa kutumia kesi kama fimbo kwa viongozi wa kisiasa wa upinzani. Rais asikubali jambo hili. Yeye wasaidizi wake wanaotaka tuendelee kuishi kigaidi kama ilivyokuwa ndani ya miaka 5.5 iliyopita. Tunajua anao uwezo huo. Tunajua akitaka anaweza kulizuia jambo hili. Tunajua yeye hataki tuendelee kuishi kigaidi. Ninaomba Rais Samia aingilie jambo hili na kuhakikisha ndugu Freeman Aikaeli Mbowe anaachiwa huru, viongozi na wanachama wengine wa vyama vya siasa na wanasiasa waliokamatwa kwa makosa yanayotokana na shughuli za kisiasa waachiwe huru, ikiwemo wananchi wengine wanaosota mahabusu kwa miaka kadhaa kwa mashtaka ya kubambikiwa. Tuna mfano dhahiri sisi kama chama. Mwenyekiti wetu wa chama wa mkoa wa Tanga ndugu Kidege mpaka sasa bado yupo gerezani kwa makosa ya kubambikiwa. Nasaha yetu ni kwamba twende kwenye meza ya majadiliano. Ndugu wajumbe wa kamati kuu, ndugu wa Tanzania wenzangu, ninapoelekea kuhitimisha hotuba yangu, ningependa kutoa ushauri kwa rais na kumwomba atoe uongozi katika kipindi hiki ambacho taifa linapita katika kipindi kigumu sana cha kiuchumi. Katika kipindi hiki taifa letu linatakiwa kuwa moja na sio kuwa vipande vipande. Hakuna sababu ya taifa letu kugawanyika kwa sababu ya katiba ambayo mchakato wake ulishaanza, na yeye rais alikuwa makamu mwenyekiti wa bunge la katiba. Ninapendekeza kuwa wadau wa siasa tukae na kukubaliana namna bora ya kufikia malengo ya kuwa na katiba mpya kupitia mazungumzo ya vyama vya siasa. Kama nilivyosema hapo awali, interparties dialogue. Hakuna kitakachoshindikana. Ni lazima tuanze kujenga utamaduni wa kusikilizana na kukubaliana, na hata inapobidi kukubaliana kutokukubaliana, lakini ni lazima tukae kwanza. Haitakuwa na maana kuendelea kujenga nchi wakati taifa linaporomoka. Mwisho, nimwombe sana Rais Samia asikubali na asiingie kwenye mtego wa kuendeshwa na watu wanaotaka kuturudisha tulipotoka, watu wanaotaka turudi gizani. Aidha, ni vema hawa wanaotaka turudi gizani, yani regressive forces, wampe nafasi rais atupe uongozi na maono yake, badala ya kuendelea kuishi ndoto zao za miaka ambayo kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu haitarudi tena. Nawashukuruni sana, asanteni sana. Mungu ibariki Zanzibar, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Nawatakia kikao chema cha kamati kuu. ACT Wazalendo. Kiongozi mmemsikia. Sasa ili kuwapa nafasi waandishi waweze kufunga vyombo vyao na kuondoka na kamati kuu iweze kuendelea properly, sasa itabidi tupate break ya chai. Kwa hiyo tuongoze Janet.